Mungu aponye, 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 Mungu aponye. Tumaini mwanangu. Mungu aponye. Tumaini. Mungu aponye. Tumaini mwanangu. Mungu aponye. Tumaini mwanangu. Mungu aponye. Tumaini. Mungu aponye. Tumaini mwanangu. Mungu aponye. Tumaini. Mungu aponye. Tumaini mwanangu. Mungu aponye. Tumaini mwanangu. Mungu aponye. Mungu aponye. Mungu aponye. Mungu aponye. Tumaini. Tumaini mwanangu. Tumaini. Nini shida mwanangu mzuri? Ni njozi mbaya tena? Hapana mama, ni hatima inanifuata. Pole sana mwanangu. Ipo siku njozi za kutisha zitaisha. Haziwezi kuisha mpaka pale nitakapoyatimiza matakwa ya Mungu. Kuna jambo Mungu anapanga kulifanya katika familia yetu hivi karibuni. Ni jema au baya? Kwangu ni jema, lakini kwa upande wenu nitawaumiza. Lazima nifanye kazi ya Mungu ili mbaki na furaha. Pumzika mwanangu kipenzi. Yamesalia masaa machache ili kupambazuke uende shuleni. Lala mwanangu. Lala mwanangu. Lala mtoto lala. Mama anakubembeleza. 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 Mwanangu, nakuomba uende shule na uzingatie masomo tu na usimweleze mtu yoyote juu ya njozi zako. Na wala usimsimulie mtu yoyote juu ya maono unayoyaona usingizini. Sawa? Sawa mama, lakini unapaswa kutambua kuwa tunaenenda na kinyume na matakwa ya Mungu. Lakini baba yako anasema njozi zako ni njozi za kishetani. Je, unasemaje? Nadhani baba yako yuko sahihi. Kuna wakati shetani huwajia watoto kwa njia ya njozi. Ina maana uamini kuwa watoto ni malaika. Sio rahisi mtoto kupungwa na mapepo. Haya sawa mwanangu, wai getini. Unasikia honi ya school bus? Jana nimeona umeenda chumbani kwa mtoto. Kulikuwa na shida gani? Ni zile njozi zake za kila siku. Lakini aliniambia kuna jambo baya linaenda kutokea kwenye familia yetu. Kingine alikwambia nini? Kwa jana aliniambia hilo hilo. Lakini juzi aliniambia kuwa akilala anaona waremavu na mataila wengi katika kijiji kimoja. Na yeye hujiona akiwaponya watu wao. Mataila na walemavu ndani ya kijiji kimoja? Ndiyo. Vipi? Kuna picha yote inakujia juu ya njozi zake? Alikutajia hicho kijiji? Hapana, nadhani na yeye pia akifahamu. Lakini ameniambia ni lazima agizo la Mungu litimie ili mimi na wewe tuishi kwa amani. Nadhani kuna haja ya kumzingatia mtoto wetu. Kwa sababu tumeshahangaika sana kwa watumishi wa Mungu na haijamsaidia. Nafikiri kuna haja ya kutumia tiba mbadala kwa ajili yake. Sawa mume wangu, mimi nakusikiliza wewe. Natamani njozi mbaya azimwishe binti yetu.
Mama, sisi watumishi wa Mungu tumepewa macho ya rohoni. Tunaweza tukamtofautisha mtu mwenye nguvu za Mungu na mtu mwenye nguvu za kishetani. Binti yako amechaguliwa na Mungu ili kulitimiza agizo lake. Endapo mtaendelea kutokumwamini, basi Mungu atatumia uweza wake ili kulitimiza agizo alilodhamiria. Mtumishi, mimi sina pingamizi katika hili. Nimeshajaribu sana kumwaminisha mume wangu juu ya njozi za binti yetu, lakini haniamini. Hata leo amenitaka tugeukie upande wa jadi. Hauna haja ya kutumia nguvu kumwaminisha mmeo. Mungu aliye mbinguni anajua namna ya kufanya. Wewe rudi nyumbani, Mungu atamuonesha njia ya kweli mmeo. Kumbuka namna ambavyo Yona alivyomezwa na samaki, alivyojaribu kuyapuuza maagizo ya Mungu. Mungu awe daima nawe mtumishi. Mungu awe daima nawe mpendwa. Funika macho niombe kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Darling, what's wrong? Is everything okay? Yes, of course. Nothing's bad. Nothing bad. Na upo na mwanasheria. Halafu sura zenu hazionyeshi hata japo furaha ya kuigiza. Unasemaje nothing's bad? Mr. Buntu, haina haja ya kumficha shemeji kwa hichi kilichotokea. Maana jambo liko wazi. Mweleze tu. Dia, hata sielewi kilichotokea. Nimefika ofisini, nimekuta wakaguzi kutoka makao makuu wameagizwa na CAG. Jambo la kushangaza, nimeona nyaraka nyingi za uidhinishaji wa fedha za miradi ya serikali zimeidhinishwa kwa sahihi yangu. Sasa hapo kosa lako liko wapi? Ukiwa kama mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, moja ya kati ya kazi zako ni kuidhinisha fedha zikatumike katika miradi husika. Au ulikuwa unaidhinisha kiwango kisichoendana na gharama za uendeshaji? Kiasi nilichokuwa nakiidhinisha mimi sio sawa na kiwango nilichokiona kwenye nyaraka za leo. Lakini jambo la kushangaza, nyaraka hizi za leo zote zina sahihi yangu. Basi moja kwa moja mchezo huu umechezwa na mhasibu wako. Vipi, yeye amechukuliwa hatua gani? Watu waliochukuliwa hatua ni wale waandaaji wa budget ya miradi na mimi muidhinishaji wa fedha. Wanatuhumu kwa pamoja kwamba huu ni mpango wetu. Mhasibu hajahusishwa kwa sababu yeye kazi yake ni kutoa kile nilichoidhinisha mimi mkurugenzi. I see. Sasa ni nani atakuwa amegushi nyaraka na sahihi yako? Mama, tufanye kama aliyofanya hiyo kazi ya kugushi ni Mungu. Imradi kazi yake itimie. Anamaanisha nini kusema ili kazi ya Mungu itimie? Imekuwaje amejua tuchukua tukijadili na kuwemo humu ndani? Shemeji. Alikuwepo hapo nje, mimi nilimuona muda mrefu. Baby, msindikize shemeji akajiandae ili atusaidie kwenye hii kesi. Tumaini mwanangu, twende kavue nguo. Mr. Lawyer, nimesikia nikiwa hapo mlangoni. Hauniamini au? Hivi kwa nini unashindwa kujiongoza? Unadhani mgeni pale ameondoka na swali gani? Kama sio kujiuliza juu ya uwezo wako. Lakini nimekupatia jibu la swali lako uliokuwa unajiuliza. Waza mazala mwanangu. Mungu wa mbinguni paamini kila niendako. Wasi na hofu na wanadamu. Tumaini, ulijuaje mada ilikuwa inazungumzwa ndani na wakati wewe hukuwepo? Nilikuwa nasikia yote uliokuwa mnaongea nikiwa kwenye school bus. Hili nilijua toka jana usiku. Masi, nilikwambia kuwa kuna jambo linalotokea kwenye familia yetu. Babu, usisumbukie hii kesi.
hauwezi kushinda. Kwa nini unasema siwezi kushinda? Kwa kuwa ni mpango wa Mungu. Oh my God. Okay, inatosha mwanangu. Hebu kamwite wifi yako. Usiniambie na wewe unataka kusadiki maneno ya Tumaini. Natamani nisiyasadiki, lakini vipi kuhusu utabiri wake uliotimia? Utabiri gani? Hii la kusema kwamba kuna jambo baya litatokea katika familia yetu? Kama sio hili je? Mimi sina imani uwezo alionao Tumaini ni uwezo wa nguvu ya Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu watu wake tunapitia magumu namna hii na akanyamaza. Hapana kabisa. Wanadhani Mungu ataudhihirisha vipi ukuu wake kwa watu wasiomwamini? Ni lazima apitishwe kwenye magumu ili mkumbuke uwepo wake. Tumaini mwanangu, nenda chumbani. Nitakuja kuongea na wewe, sawa mama? Ni lazima tumhangaikie binti yetu ili awe sawa. Nilipotoka benki, nilipitia kwa Pastor Enoki. Alisisitiza juu ya kumwamini binti yetu yale atuambiayo. Ina maana huyu mchungaji pia na yeye ana imani potofu namna hii? Nina imani sana na mwanasheria wangu. Kesi hii nitashinda. Wewe na pasta wako mtajua kabisa ya kwamba mtoto hana nguvu za kimungu ila ni uwezo wa shetani. Nakuombea ushinde mume wangu. Sina hakika sana kama utapona, lakini njozini Mungu alifanya kupitia mimi. Nguvu yaweza Mungu kuponya. Mwanangu, unaona mwanangu? Unaniona mimi mamako? Mwe, asante Mungu. Asante Mungu. Asante Mungu Baba kwa kumponya mwanangu. Asante Baba. Asante kwa kumpa uwezo mtoto huyu mdogo. Asante Baba. Asante mwanangu. Anaona? Asante. Asante babangu. Ni muujiza. Mbinguni. Asante sana. Nakushukuru kwa yote. Asante Mungu kwa kumpa uwezo mtoto mdogo huyu. Asante. Asante Baba. Mungu wangu, lazima Tumaini amefanya jambo. Asante. Asante Baba kwa kumpa uwezo mtoto mdogo kama huyu. Umeona kweli? Ni makosa umefanya. Lakini ni miongoni wa watu katika nguvu zangu. Asante Mungu kwa kumponya mwanangu. Asante Baba. Asante uliye mbinguni kwa kumponya mtoto huyu. Asante Baba. Asante Mungu. Asante mwanangu. Babena ndikubona obusito mukufuba chanene. Maisi ngwele wabalanyike yekufuata nene. Gubasuka munange. Emisimu yenye bababu na bababu. Ndike ndivaletele ubugimbi na idanda iyi. Mulisage mbemuli. Munambika iyi. Eno ndivange ditambika. Sinzilonzile sone ndivange ditambika. Munangage. Guwapele na idanda iyi. Be mulisage pamwi. Mulile kamulukolo wenyu mbe muli bababu.
nende mwitsukulu wenyu ndiwe nditambike ipa amatatizo gasile bakuba na kijiji mbevali iva kola neye ndi muvina yunene siko ili yungu muvina ne yungi yaitambika pamkondo ipa nda yunene. Sande nendi ino manyi ngwilaga ndibita. Nikuye radhi ndugu yangu, maana nimeshindwa kukusaidia. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba tumeruhusiwa kukata rufaa na dhamana tumepata. Nadhani tuutumie huu muda kujipanga ili tuweze kushinda kesi. Mr. Kevin, hivi inaweza kunigharimu pesa kiasi gani nikikuchukua wewe twende kijijini kwetu kwa muda wote ambao utakuwa unasubiri tarehe ya kesi? Kwa maana naona nahitaji kuwa nje ya mji kwa ajili ya utulivu wa akili. Inaweza kagharimu kiasi kikubwa sana cha pesa kama ungekuwa ni mteja wangu mpya. Tumeshakuwa ndugu sasa. Sidhani kama tunaweza kushindwana. Nipo tayari kwenda bila malipo. Nimeshindwa kukusaidia katika ngazi ya wilaya, lakini katika ngazi ya kitaifa nina imani tutaibuka na ushindi na hutofilisiwa kama mahakama ya wilaya ilivyoamua. Sasa nashukuru sana. Nashukuru kweli kweli. Tuko pamoja. Iko kweli zaidi. Familia. Ilikuwa ni lazima ushinde kesi ili tuelekee kijijini ambako Mungu ana kazi kuifanya kupitia mimi. Mama Tumaini, hivi kwa nini mfunzi mtoto kuwa na heshima? Mtoto anamaanisha nini kusema hivi? Halafu amejuaje kama wewe umeshindwa katika kesi? Unajua alinisikia jana usiku wakati naongea na mama yake nikimwambia kwamba kuna uwezekano wa kupoteza katika hii kesi. Kwani mnalala chumba kimoja na mtoto? Hapana, lakini kuna muda huwa anasumbua sana kupata usingizi. Hivyo kuna muda tunambembeleza, akishapitiwa na usingizi tu tunamchukua, tunampeleka chumbani kwake. Ya, ni kama alivyosema mama yake. Ndio hivyo. Mimi sio mkaaji, nashukuru. Basi tunashukuru. Ase, shughuli njema bwana. Asante. Baba unanitazama sana ili unamwazisha mama. Unaniona kama mchawi eh? Hapana mwanangu. Baba anawezaje kumzania binti yake kipenzi kwamba ni mchawi? Lakini umejuaje kama nilikuwa nakutazama wakati wewe ulikuwa busy na chakula? Nimepewa macho na masikio ya rohoni. Kila unachokifanya nakiona pasipo kuangalia. Na kila ukiwazacho nakisikia. Lini tunaenda kijijini kwenu baba? Kijijini? Kwani kuna safari ya kuelekea kijijini? Ndiyo mama, baba ameongea na mwanasheria kuwa tunaenda kijijini kwao kwa ajili ya mapumziko ya akili eti. Mbona wewe kama unashangaa? Hautaka kunijuza juu ya safari nini? Au unataka kunisurprise? Hapana, nilipanga nikwambie tukiwa chumbani. Ila kinachonishangaza ni Tumaini kujua juu ya safari wakati hakuwepo wakati naongea na mwanasheria. Si ameshasema kuwa na macho na masikio ya rohoni. Atakuwa aliyasikia mazungumzo yenu. Pia amemponya mlemavu mbele ya watu bulioni na mlemavu amepona pale pale. Nadhani ni vema hiyo safari ya kwenda kijijini tukianza kesho asubuhi na mapema. Imekuwaje? Ulimwachaje? Kwani si nikwambia ukae naye karibu huyu? Hata sijui alinitoroka vipi. Muda wote nilikuwa naye karibu. Hebu paki nguo tunazoweza kuzitumia mwezi mzima utakapokuwa kijijini. Nataka kesho tuondoke. Tumaini, tunakwenda ugenini. Tafadhali usije ukafanya jambo lolote bila kutuhusisha. Sawa mwanangu? Sawa baba. Angel. Abe.
ina maana wewe utabaki. Tafadhali naomba ubaki hapa nyumbani, usizuruzurule. Iangalie nyumba yetu. Sawa mama? Sawa kaka. Tuluke ambaye haruki aendi wapi mbinguni, akale nini matunda gani ya uzima. Tuluke ambaye haruki aendi wapi mbinguni, akale nini matunda gani ya uzima. Dereva, baada ya kona hiyo hapo simamisha gari, kuna mtu anataka nione naye. Mtu gani porini hapo? Yupo tu, wewe simama ukifika. Dereva, achana naye mtoto huyu. Tuendelee na safari. Je, kama tusipofika salama? Dereva, egesha gari pembeni. Babati, si kila jambo la kumpuza mtoto. Lakini hapa ni porini. Mtu gani atakaa hapa na alipatana naye lini kwa wakutane hapa? Naitwa Binyo, na kuonaga kwenye njozi, naomba uniombee nipone. Pokea uponyaji kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Amen. Nimepona mimi. Nimepona jamani. Asante Mungu. Nimepona mimi jamani. Nimepona. Rudi nyumbani na utukufu kampe Mungu. Amina, nimepona. Jamani, nimepona. Nimepona mimi jamani. Nimepona jamani. Nimepona. Nimepona.
Wanashangaa nini hawa watu? Hawa wanataka kutuvamia? Hawana lengo la kutuvamia hawa. Mimi nadhani wanamwangalia Tumaini, si eti? Si unaona? Ni Tumaini anatazama huyu. Tumaini anatazama. Ndio. Kwani wanamfahamu? Au nao wanamuona katika njozi? Alafu wengine ni walemavu. Dereva, washa gari tuondoke. Kuna mtu nilitaka nione naye mahali hapa, lakini naona inaweza kawa tatizo. Washa gari tuondoke tafadhali. Ngeda, kwenye gari kuna mtoto nimemwona na hii sinamfahamu. Kumbe hata wewe hali umeiona? Hata mimi pia nahisi kama namfahamu, lakini kila nikirudisha kumbukumbu sikumbuki huwa namuona wapi. Kinachoniumiza zaidi kichwani ni kwamba nahisi siku sio nyingi tangu mara ya mwisho nionane naye. Hali yako haitofautiani kabisa na hali yangu, lakini nahisi ni maluelo yetu tu. Mtoto akitajiri kama huyu tungeonana naye wapi sisi maskini? Hata siku moja hatujai kutoka nje ya kijiji. Wewe nini kinaendelea? Nahisi wanajadili kuhusu mtoto tuliyemwona ndani ya gari. Kila mtu anadai kwamba alishai kumuona ila hawakumbuki walimuona wapi. Vipi kuhusu wewe? Unahisi unamfahamu? Hapana. Nikijaribu kurudisha kumbukumbu zangu, nahisi kama nishai kumuona ila sikumbuki ni wapi. Hata mimi pia kila nikirudisha kumbukumbu sikumbuki kabisa kuwa nishaimuona wapi. Kadaa ndio jina lako eh? Ndio. Wewe ni... Mbona kama nakufahamu ila sikukumbuki, nikumbushe. Nilishakuona wapi vile mtoto mzuri? Wewe Tumaini, unamfahamu vipi huyu binti wakati mwenyewe sijai kumuona? Ni binti katika njozi zangu. Hebu sogea hapa, nione Mungu atakufanya. Pokea uponyaji kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Oh, Mungu wangu. Nimepona. Nimepona. Niko kama zamani. Kwa mara nyingine ni mzima mimi. Umekuja kweli au naota? Daima nilikuwa nikikuota kama unakuja unaniombea na ninapona. Nilikuwa na imani kuwa haikuwa njozi bali yalikuwa ni maono, kumbe sikuwa nikijiongopea. Mr. Ubuntu, hii ina maana gani? Ina maana ulikuwa unajua uwezo wa binti yako ila hukutaka kuniweka wazi ili nisijue, si ndio? Mama Tumaini, hebu ingia ndani na mtoto. Mr. Kevin, usinitafsiri kwa namna hiyo. Japo kwamba nilikuficha, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya usalama wa binti yangu.
Hebu fikiria watu kama wangefahamu kama binti yetu anaponya uposi namna hiyo. Binti angekuwa katika mazingira gani? Kwa sababu ufahamu, sio kila mlemavu anakuwa ni mlemavu kwa mapenzi ya Mungu. Nafikiria vita ambayo angekuwa anaipigana binti yangu katika umri wake. Ndio maana napingana na ukweli ambao ninauamini. Ni kweli ndugu yangu unachokisema. Lakini kama unaamini nguvu aliyonayo binti yako ni ya Mwenyezi Mungu, sidhani kama kuna nguvu nyingine ya kuweza kumshinda. Ungemwacha afanye kazi ya Mungu. Kupingana na matakwa ya Mungu kuna madhara yake Ubuntu. Kuna wakati natamani kumwacha afanye kile ambacho anatamani kukifanya, lakini moyo wangu unakuwa mzito sana ndugu yangu. Naogopa Kevin. Yeye ni binti yangu wa pekee. Vipi kama nitamkosa? Lakini ni mteule wa Mungu katika kuikamilisha kazi yake. So nakumbuka alisema lazima matatizo ya ofisini yatokee ili kukamilisha mpango wa Mungu. Nakumbuka pia kila alichotabiri binti yetu katika maisha yetu kilitimia. Hakuwahi kutabiri kitu na kisitokee jambo, kisitokee wala isitimie. Sasa nitafanyaje ndugu yangu? Fikiria kama wewe ndio ungekuwa baba wa Tumaini. Basi ungana naye na msapoti kwenye kazi aliyopewa. Halafu kaka, kwa nini watu wa hichi kijiji wawe matahila na viwete? Kwa nini? Tumechoka sana na safari ndugu yangu. Hebu sasa hivi tukapumzike. Basi tukishapumzika nitakusimulia. Okay, anyway, pumzike. Sorry. Babu. Wewe mimi nakupenda, mbona unielewi? Mungu. Mimi sio Mungu, mimi kweli nakupenda. Na ulivyo mzuri. Kila siku natoaga hadi zako za uongo, Mungu. Mimi nakupenda. Na ulivyo mzuri mimi unanichanganya kabisa yani. Ukiona wengine tu. Sijaona kabisa kwenye kitu chote mimi sijaona kabisa zaidi yako. Mimi nakupenda kweli. Mungu. Mimi nakupenda, niamini. Wakani kulime sana. Hivi tusingeteseka, tungekuwa na bomba pale nyumbani mtoto. Kweli kabisa mwanangu. Ndio. Tabu yote hii itaisha. Sawa. Sawa. Kesho shule. Kesho shule umefika mwanangu? Kesho shule. Kia? Ndio shule. Nini? Mbona gani la ghafla? Mteno. Hey. Wei. Kimetokea nini kwani? Unagiza ghafla? Siku leo imekuwa fupi. Sasa unaweza kuongea unachoongea. Yule mtoto naye niambia kuwa atakuja. Ameshafika hapa kijijini akiwa pamoja na wazazi wake. Nalijua hilo. Vipi wana kijiji wameweza kumtambua huyo binti? Babu, wewe ni kiboko. Umefanikiwa kuifuta kumbukumbu ya kila mwana kijiji juu ya yule binti. Maana mwanzo alinishtua sana. Maana kila mmoja alidua baada ya kumuona. Na nikahisi labda zoezi limefeli. Lakini mara tu ya baada ya lile gari kuondoka, mijadala ikaanza. Kuwa yule binti walimuona wapi? Na hakuna hata mmoja aliyeweza kumkumbuka. Huyu binti ni hatari sana na ni ngumu sana kupambana naye. Babu, unataka kuniaminisha kuwa kale katoto kana uchawi kuzidi wewe? Sio mimi tu, hata wakuu wanamuogopa. Hawasemi chochote kuhusu huyu binti. Wakati mwanzo waliahidi kupambana naye. Sasa tunafanyaje? Hebu angalia saa yako, ni saa ngapi saa hizi? Ni saa 9:30 alasiri. Kwa nini ushangai? Jua limezama saa 9 alasiri. Ni kweli jua leo limewahi kuzama. Na hii sio kawaida. Ni ishara gani hii babu? Jua linaashiria kujua na kutambua kuwepo kwa huyu mtoto. Muda si mrefu jua litarejea. Basi itakuwa vigumu sana kupambana naye huyu. Mimi nitapambana naye hata wakuu wasiponisaidia.
Sawa babu, mimi nakutakia ushindi mwema, lakini mimi sintojihusisha kwenye swala hilo. Hii inaashiria nini? Au ndio mwisho wa dunia? Nimeshawahi yote hii siku katika njozi zangu. Acha kuamini katika njozi. Ina maana unataka kusema unabii wako umetimia? Haya nabii, tuambie, ilikuonyesha nini hii siku? Haikuwa na ishara mbaya, bali ilikuwa kama ishara ya ukombozi kwa upande wetu. Kama vile kuna mtu alikuja akatuponya, eti watu wote tukarejea katika hali yetu ya zamani. Una maana gani kusema kurejea kwenye hali ya zamani? Unamaanisha watu wote kupona? Ndiyo, lakini sina maana ya moja kwa moja kuwa hali hii inaingiliana na njozi yangu. Maana kwenye njozi yangu baadaye jua lilirejea kwenye majira yake. Wapambazuka tena. Wapambazuka tena. Ngeda, njozi yako ni ya kweli. Unabii wako umetimia. Lakini ni nani sasa atakaye kuja kutuponya? Mimi pia nimekuwa nikiota mara kwa mara kuwa nimepona na natembea kama zamani, lakini simkumbuki ni nani aliyeniponya. Eti Ngeda, wewe unamfahamu? Ni kama vile nilikuwa namuona mtu huyu, lakini sijui ni kwa nini kumbukumbu inanipotea. Lakini sio mtu mzima. Au tuseme mtoto wa kike tuliyemwona kwenye gari, ndani ya gari. Wewe nawe. Akawezi kakawa kale katoto. Wale nadhani walipotea tu njia. Japokuwa wanakijiji wengi wanadai kwamba wamewahi kukaona mahali. Mimi nadhani tutulie, tusubiri neno la mzee wa kijiji. Lazima atakuwa na neno la kusema. Saa hizi tuendelee na kazi, tumsubiri mzee Magome. Gopa, nenda kwa mzee Magome. Mwambie kesho asubuhi tunamuomba aje kwenye kikao, atueleze kuhusu hii hali. Mheshimiwa, hivi kwa kilichotokea ndo tulichojifunza kwenye somo la jiografia juu ya kupatwa kwa jua? Ujue jua lilizama kabisa, alafu baada yake likarudi kwenye majira yaliyo sahihi. Ndio tulivyojifunza hivi? Hapana, haikuwa hivyo. Alafu ingekuwa ni kupatwa kwa jua, lazima tungetangaziwa mapema kabla ya siku ya tukio. Eti Mama Tumaini, kupatwa kwa jua kuko namna hiyo? Ingekuwa ni hivyo, lazima tungeona mwezi ulivyolikamata jua baadaye kuliachia. Hii sijui ni ishara gani kwa kweli. Sijui Tumaini, labda unajua mwanangu. Ndio najua. Kuna watu Mungu alikuwa anajuza uwepo wake ndani ya kijiji hiki. Sasa yuko wapi huyo Mungu? Au unamaanisha kuwa wewe ndio Mungu? Hapana, mimi sio Mungu. Lakini ndani yangu yupo Mungu. Kwa hiyo Mungu yupo ndani ya kijiji hiki. Ewe Mwenyezi Mungu, tazama mimi mkosefu nilipopata bahati ya kukutana na wewe. Naomba nitume chochote nami nitakutii. Fanya kazi yako kwa kutenda haki. Usidhulumu haki ya mtu kwa tamaa ya fedha. Nitafanya hivyo daima, na wale wote niliowadhulumu haki zao nitaenda kuomba msamaha. Umesamehewa dhambi zako zote, ishi kwa kunipendeza.
Uzao wenu umekuwa uzao kwenye ubarikio. Kila kitu kwenu kitakuwa sawa. Kile mchopoteza kitarudishwa maradufu. Amen. Unaonekana una neno unataka kuniambia. Unataka kuniomba msamaha kwa upuzi ulioufanya muda ule? Hapana babu, sina la kujutia katika kauli zangu za muda ule. Nafikiria kuhusu wanakijiji. Ni lazima atakuwa nasubiria neno kutoka kwako kulingana na hali iliyotokea alasiri ya leo. Ameshafika Gopa hapa. Inabidi nikakae nao kesho asubuhi kuwasikiliza. Je, utawaeleza ukweli kuhusu yule binti? Tena usije ukathubutu kuongea chochote kile kuhusu huyu mtoto. Kesho sikutaki hata kwenye kikao. Jinga mkubwa. Ni kwa nini babu anakuwa na hasira namna hii? Au ni kwa kuwa amezidiwa uchawi na kale katoto na ajui namna atakavyokashinda? Halafu ni kwa nini huwa anaambia ukweli? Kwa nini mimi na yeye tu ndo wazima katika kijiji kizima? Sitaki kuamini ya kuwa wote walilemaa baada ya kuungana na mambo ya dini. Lazima ipo namna babu anahusika. Acha niuone mwisho wa hii vita ya hawa wachawi wawili. Endelea kufikiria upuzi unaowaza. Unataka kunifahamu kiundani. Naona hujalizishwa na vile wewe sio mlemavu. Sasa utalemaa tu. Subiri nimalizane na yule binti kwanza. Mbavu wewe. Amejuaje nilichokuwa nawaza huyu? Ila babu huyu. Mheshimiwa, nadhani huu ni muda mwafaka wa kutusimulia historia ya hichi kijiji mpaka ikapelekea watu wakawa walemavu vile. Si ndio jamani? Hata sina haja ya kuondoka kwa kuwa najua kila kitu. Simulia tu baba, utakapoposea mimi nitakurekebisha. Tumaini binti yangu. Kwa kweli hicho kipawa ulichopewa na Mungu ni kikubwa sana. Ndani yangu ipo Mungu. Hakika uzao wa tumbo langu umebarikiwa. Babati. Tusimulie, tunakusikiliza. Kijiji cha Wagwile ni kijiji cha watu ambao walianguka kiimani. Wanakijiji hawa hapo awali walikuwa wanaabudu mizimu ya mababu zao. Ndani ya kijiji cha Wagwile walishafika watumishi wengi kwa ajili ya kueneza neno la Mungu. Lakini kila mtumishi aliyefika ndani ya kijiji hiki, umauti wa ajabu ulimfika ndani ya siku moja tu. Kwa hiyo sasa hakuna mwanakijiji yeyote yule ambaye alipata hii elimu ya dini. Baada ya muda mwingi kupita, siku moja alikuja mweneza dini mmoja ambaye alidumu kidogo kwa muda mrefu kabla ya homa kumfikia, na hivyo kumlazimu kurudi alikotokea. Hapo wanakijiji wengi walielimika kuhusu habari ya neno la Mungu. 99.9% ya wanakijiji waliacha kuabudu mizimu na wakaanza kumwabudu Mungu. Pointi moja ya 100% ya watu waliobaki katika imani ya awali ilikuwa ni familia moja ya watu wawili, yani babu na mjukuu wake. Inasemekana kuna babu mmoja hapa kijijini ni mchawi mkubwa sana. Sio tu uchawi, lakini ni mtu hatari sana kwa watu waliokuwa wanakuja kueneza neno la Mungu. Mzee huyo alipoona wanakijiji wameacha habari ya kuabudu mizimu, alitafuta namna ya kuwarejesha wanakijiji kuabudu mizimu kama ilivyokuwa awali. Aliamua kuwaloga na kuwafanya viwete, mataira na vichaa, na akawaaminisha kwamba haya yamewatokea kwa sababu waliacha kuabudu dini ya kimila. Licha wanakijiji kuaminishwa hivyo, lakini hawakuwa tayari kurudi nyuma, bali waliongeza juhudi katika imani ya kumwabudu Mungu, huku mchawi naye akiongeza juhudi ya kuwaloga ili wasipone. Pia inasemekana kila mwanakijiji huwa anaiona siku ya uponyaji.
hivyo hawajai kupunguza juhudi ya kumwomba Mungu huku wakisubiri siku hiyo. Jamani, mimi najua tu hayo. Hivyo Buntu, una akili sawa sawa? Kama unayafahamu haya yote, imekwaje ukatutaka tuje kwa mapumziko huko? Nimejaribu sana kutaka kwenda sehemu tofauti na huku, lakini kuna sauti ilikuwa inanijia usingizini ikimtaka mimi nije na nyinyi huku. Vinginevyo nitakuwa na siku nyingi za majuto. Basi ungekuja na familia yako tu bwana. Kwa nini uniingiza na mimi katika hili? Sasa shemeji, kama mngekuwa sehemu tofauti, mngewezaje kukabiliana na hii kesi? Ilikuwa ni lazima muwe pamoja tu. Mr. Lawyer, usahau kuwa ni vigumu kukimbia uso wa Mungu. Ni muda wa kulala sasa. Msahau kusali na uwe na usiku mwema. Amen. Amen. Kwa hiyo sio wewe tu, hata huko njiani tulikotoka kuna mtu alimponya vile vile. Na ndio maana nilipofika hapa nilishangaa sana kuona wewe na wewe imetokea kama iliyotokea kuona. Tutoka na maajabu. Maraika yangu, mbona umevaa kama una ratiba ya kutoka? Ndio mama, Mungu ana ratiba na mimi asubuhi hii. Kuna mahali natakiwa kunipeleka. Wapi tena binti yangu asubuhi hii? Kumbuka kuwa si salama wewe kuwa nje kwa sasa hivi. Aya, unataka kazi ya Mungu ikwame? Aya basi narudi chumbani. Hapana binti yangu. Hapana. Ngoja tukupeleke unakotaka kwenda. Sawa mama Dereva wako nipo hapa. Nitume popote pale nitaenda. Nipe mwelekeo mtume wangu. Twendeni mbele mtajua tu kwenda. Hivi ulienda kweli? Nilienda. Hasa mbona mpaka saizi hafiki? Anasema anakuja. Nini na wewe? Hebu kelele huko. Hebu mtulizeni huko. Ni balaa. Amefika. Kaeni. Mjadala umefunguliwa na karibisha maswali kama yapo. Tumekusumbua tu kiongozi wetu. Hata hatuna maswali. Ila tulikuwa tunataka kufahamu juu ya ile hali ya jana. Kama kuna lolote ambalo unalijua unaweza kutufahamisha. Lakini kama hakuna lolote unalolifahamu, basi unaweza kaenda kupumzika kiongozi wetu. Si ndio jamani? Ndio. Mnawezaje kujikusanya hapa na kuuliza maswali kama haya wakati mnafahamu haya yote ni chanzo cha nyinyi? Mmesababisha laana ndani ya kijiji kutokana na kukataa mila na desturi, alafu mkaamua kufuata mambo ya wazungu. Hebu niambieni, amewasaidia nini huyo Mungu wenu toka mmeanza kumuomba? Na wauliza amewasaidia nini? Kuna mtu amepona toka mizimu imeanza kwa lani? Kama yupo aje hapa tumuone. Kwani mnakuwa sio waelewa? Mimi hapa nimepona. Mmeniona? Binyo, nimepona. Nimepona. Kiongozi, ni mimi hapa nimepona. Nimekuwa mzima kama zamani. Ni nani amekuponya Binyo? Nani mwingine wa kuweza kuyafanya haya yote kama sio Mungu aliye juu? Nimeponywa siku ya jana na Mungu huyu ambaye kila siku watu tunamwabudu. Nadhani ilikuwa ni swala la muda tu kuhusu uponyaji. Binyo, huyu Mungu wetu yuko wapi aje atuponye na sisi? Na je, yupoje kiumbo? Kwani bado hajafika hapa? Mbona nilimuona akipanda gari, uelekeo wake ulikuwa hapa kijijini. Sasa iweje hayo hajafika hadi saa hizi? Jamani, hao alikuwa ndani ya lile gari lililofika hapa jana. Au ni yule mtoto labda. Ni Mungu gani anayepanda gari? Sio bure, huyu amechanganyikiwa. Mungu apande gari? Vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana ni mali yangu. Kwa nini sivitumie wakati nyinyi mnavitumia sio vyenu?
Mwafanya watu wangu kuwa viwete. Haijatosha wakawapumbaza akili kwa kuzifuta kumbukumbu zao ili wasimkumbuke mtume wangu niliyomtuma kwenu. Pia leo mwadanganya kuhusu jua. Kama ulivyomponya Binyo. Nisamehe mimi. Unionee huruma ewe Mungu, unayestahili kuabudiwa. Nichukue nifanye kuwa mtume wako. Simameni nyote, utukufu wa Mungu upo ndani yenu. Pokeeni uponyaji kuanzia sasa. Ndio. Mbona watu wanapona? Hakuna tatizo tena. Naona. Mbaini tunafanya ule uchafu. Kwa sisi kila kitu kiko sawa. Una nini wewe? Mheshimiwa. Ndio. Hauna kesi tena. Wamembaini mtu aliyefanya ule uchafu kisha ukapewa wewe. Ndio. Kwa hiyo hakuna kesi tena. Unasema kweli? Ndio. Jamani. Uko huru. Sasa na mali zote